Kwa nini kila mara Kenya ikitajwa, watu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika au hata nje ya Afrika huwa na jambo la kusema? Je, Wakenya wanaheshimiwa sana kiasi kwamba hata nchi zingine zinaogopa kuwagusa, au kuna ukweli mwingine ambao wengi hawaujui? Na kama tutafahamu namna dunia inavyoitazama Kenya leo, tunaweza kukosa kuelewa kwa nini jina la Kenya linaendelea kutawala mijadala Afrika. Kwenye video hii tutasikia kauli 4 tofauti kutoka Tanzania, Nigeria na hata Ireland ambazo zimewaacha wengi wakijiuliza swali moja kubwa, ya kwamba Kenya imekuwa taifa la aina gani machoni mwa dunia. Karibu sana hapa Mizuka Media. Leo tumekusanya kauli 4 tofauti kutoka kwa watu wa mataifa mbalimbali ambao kwa nyakati tofauti wamezungumzia Kenya. Cha kushangaza ni kwamba kila mmoja wao alikuwa na mtazamo tofauti kabisa. Mmoja anasema Wakenya wana nguvu kuliko watu wanavyofikiria, mwingine anashangazwa na tabia za Wakenya wanapokuwa nje ya nchi, mwingine anaona Kenya ikikua kwa kasi kubwa kiteknolojia, na mwingine anasema kuna jambo ambalo mataifa mengine yanapaswa kujifunza kutoka kwa Wakenya. Lakini je, ukweli ni upi? Hebu tuanzie Tanzania. Hivi karibuni video ya Mtanzania mmoja ilisambaa sana mitandaoni baada ya kumtaja huyu jamaa anaitwa Chief Godlove. Kwa mujibu wake, anasema aliwahi kusema kuwa siku ambayo Chief Godlove ataenda Kenya ndipo angeacha kabisa kuwadharau wa Kenya au kutumia maneno ya mzaha kuhusu kuinunua Kenya. Kauli hiyo iliwafanya watu wengi kuanza kujiuliza, je, alimaanisha nini? Je, alibadili mtazamo wake baada ya kuona namna wa Kenya walivyompokea Chief Godlove, au aligundua kuwa picha aliyokuwa nayo kuhusu Kenya haikuwa sahihi kabisa? Wakenya na Watanzania wamekuwa kitaniana kwa miaka mingi mitandaoni, lakini mara nyingi utani huo huonyesha jinsi nchi hizi mbili zinafuatiliana kwa karibu. Nishe kusema kwamba Chief Godlove siku atakapoenda Kenya ndio siku atakapokuja kuwa mpore. Ataacha kuwatukana wa Kenya, ataacha kusema nitainunua Kenya, ataacha kusema yeye ndio tajiri peke yake East Africa. Nadhani saizi mmeamini maneno yangu. Nishe kusemaga hapa jamani, Chief Godlove anapiga kelele kwa sababu hajawahi kufika Kenya. Anapiga kelele kwa sababu hajui maisha ya Kenya yalivyo. Mmeona saizi anaisifia Kenya vibaya mno. Sifa zote anawapaga Kenya, saizi anaiponda Tanzania tena. Yaani anaona Tanzania hakuna matajiri wapo Kenya. Nisha kusemaga mimi, Chifu unatukana Kenya we. Ngoja siku uende kawa mpole pole. Haongei tena. Pesa ya Kenya sio mchezo. Pesa ya Kenya sio mchezo. Ye Chief Godlove pesa yake saizi aionayo anategemea kwenye platform zake tu hizi. Avune hizo pesa anazozipata na mikelele yake tu basi. Hizi kama kuna pesa nyingine I don't know. Lakini kama hiyo haikutosha, kauli nyingine kutoka Nigeria ilizua mjadala mkubwa zaidi. Jamaa mmoja kutoka Nigeria alitoa maoni yake kuhusu hali ya maandamano yaliyokuwa yakiendelea nchini Afrika Kusini. Ndipo akasema jambo moja ambalo liliwashangaza wengi. Kwa mujibu wake, anasema nchi moja ambayo inaonekana kuwa na hisia kali kuhusu usalama wa raia wake ni Kenya. Akaongeza kuwa kama siku moja video ingesambaa ikionyesha Mkenya ameshambuliwa nchini Afrika Kusini, huenda hasira za wananchi wa Kenya zingekuwa kubwa sana. Kauli hiyo ilizua mjadala, wapo waliokubaliana naye ila wapo waliompinga pia. Lakini jambo moja ambalo lilionekana wazi ni kwamba Wakenya wamejenga taswira ya wananchi ambao wanapenda kusimama pamoja pale wanapoona mmoja wao ametendewa vibaya. You see all this protests going on in South Africa. There's a country in Africa that I am very, very scared of them. That country is Kenya. You guys will not understand. I am telling you people right now, if a video ever pops up on the internet that a Kenyan was attacked in South Africa, ladies and gentlemen, let me tell you something. Maybe 15 South Africans would die in Kenya that same day, or maybe the next day. You see these Kenyans, they are very, very dangerous set of people. These are people that they are not to be messed with. I know some of you guys will say, oh, blah. Let me tell you, there are some people who are very, very slow to react, but their reaction always carry power. Those people are Nigerians. Those are Nigerians. Nigerians too are very, very dangerous, but they are slow to react. You see, Kenyans, they react and then they think about the consequences later. That is how Kenyans are. That is how they were built. That is how they are built.
Lakini si kila mgeni anayezungumzia Kenya huangalia tu siasa au mitandao, wengine wanaangalia maendeleo pia. Mwanamke huyu kutoka Ireland alizungumzia kuhusu Kenya alipokuwa akilinganisha ukuaji wa kiuchumi na teknolojia. Kwa mujibu wake, anasema kile ambacho watu wengi huambiwa kuhusu Kenya nje ya nchi wakati mwingine huwa tofauti na kile anachokiona mwenyewe. Alisema Kenya imepiga hatua katika maeneo mengi kiasi kwamba baadhi ya watu nje ya Afrika huendelea kuwa na picha ya zamani ambayo haiendani na hali ya sasa. Kauli hiyo iliwavutia wengi kwa sababu ilitoka kwa mtu ambaye anatoka katika taifa lililoendelea kiuchumi. Na hapa ndipo swali likazaliwa. Je, dunia bado inaiona Kenya kwa macho ya zamani au Kenya imebadilika kwa kasi kuliko simulizi zinavyoweza kufuatilia? Kenya is building something, and the people that should be paying attention aren't. Nairobi is now the third largest tech hub in the whole world, after Silicon Valley and London. Not in Africa, in the whole world. M-Pesa didn't come from America. It came from Nairobi. Mobile money that the Western world is still trying to copy. 15 years later. Here in Ireland, we built our economy on being the smart, quiet option in a very noisy region. I'm noticing Kenya is doing the same thing in East Africa. And the ones that recognised Ireland early, they did not regret it. Tell me, are you building something in Kenya right now? Drop your city in the comments, follow my page. The world built a story about Kenya, but Kenyans were never once asked to hold the pen. What they wrote poverty, they wrote aid, they wrote Savari. But imagine, they left out the part where Kenya has one of the most educated workforces on the whole continent. They have the highest English proficiencies in the whole of Africa, and a tech scene where Silicon Valley is watching closely and quietly. I can tell you fact, Nairobi is not a developing city. Nairobi is a competing city. Kenya is not behind the Western world. Kenya is being measured by the wrong ruler. And the Western world, they're only starting now to figure it out. Kenyans, are you very happy where you are? Would you ever consider moving to the Western world, to Europe? Tell me where you would move to and why. Lakini kauli nyingine iliyowashangaza wengi zaidi ni ya huyu mtengeneza maudhui mwingine kutoka Nigeria. Alisema jambo ambalo lilimfanya aanze kujiuliza maswali mengi. Alisema hajawahi kuona Waafrika Kusini wengi wakilalamika kuhusu Wakenya wanaoishi nchini mwao. Ndipo akauliza, je, hakuna Wakenya Afrika Kusini? Je, Wakenya wote wana nyaraka sahihi za kuishi Afrika Kusini au kuna kitu ambacho Wakenya wanafanya tofauti kuliko mataifa mengine? Maswali hayo yaliibua mjadala mkubwa sana kwa sababu badala ya kutoa majibu yalifungua mjadala mpana kuhusu jinsi Wakenya wanavyoishi, kufanya kazi na kujiwakilisha wanapokuwa nje ya nchi. I have never seen a single South African ever complain about a Kenyan misbehaving in their country. And this pushes me to ask, are there no Kenyans in South Africa, or are all Kenyans in South Africa rightfully documented, or are Kenyans just doing something right that the rest of the world, the rest of Africa, need to copy from them? Now, I watched a video from Grandiland where he was appreciating the fact that he has not seen any Kenyan, right, who is being ill-treated or being questioned, or, who is literally being faced by South Africans during this very, tensed period in South Africa. Then it pushed me to think a little deeper, and I'm like, that's true. I have never seen a Kenyan, caught up in this whole mess on social media. Now, I know so many Kenyans, I have so many Kenyan friends, and Kenyans could be very petty, right? They could be very, very petty, but they are very respectful. And their pettiness always comes out when you attack them. Because in general, they're very nice people, very respected people, and they respect people as well. They're respectful at the same time, right? So it pushes me to wonder, are there no illegal Kenyans in South Africa? There will definitely be. But now, maybe you will never just notice them. Kenya is one of the most populous countries in Africa. Like when you go top 10, Kenya definitely falls in like multi-millions of Kenyans all around the world. But then again, maybe you guys should tag me on some videos, but I have never heard that Kenyans are being ill-treated, or they are being dragged, or they are being insulted in a particular community, And Kenyans are they're not even like quiet. It's not like they are quiet. They are not quiet, but I guess they're very respectful, and they
there's just that thing about Kenya. There's that thing, that positive thing about Kenya, right? It's very unfortunate that things are going on the way they're going on in South Africa right now, because Kenyan South Africans really love themselves. Like they're so cool on social media, but I see some people trying to bring in some rifts between these people. But come to think of it, I've not seen any Kenyan who has gone through a tough one in South Africa, and I pray it doesn't happen, by the way, because Kenyans were not easy, right? It's gonna be like a lot, but yeah, you guys are amazing, man. You guys are amazing. How you guys respect laws, how you guys just do your things, it's amazing, and I must really commend you guys for that, right? At the same time, I don't know how far I'm gonna be pleading, but I will just have to keep pleading, and every single opportunity I can plead. I'm pleading with South Africans, I'm pleading with Jacinta, I'm pleading with any other person who is literally so bitter. I mean, I really cannot measure the pain that you guys are going through right now, but I'm just pleading that you guys should temper justice with mercy. This 30th of June thing is very terrifying, especially for the people who are in South Africa, and even the South Africans themselves, though. I feel terrified for them, right? So let's just see how things go, but please, you guys should calm down. I don't know if but you guys should just calm down. I'm begging you guys, just calm down. I guess we can use so many other ways to solve this thing, please. Sasa tukiziangalia hizi video zote kwa pamoja, kuna jambo moja linajitokeza ya kwamba haijalishi mtu anatoka Tanzania, Nigeria au Ireland, wote wanaonekana kuwa na jambo moja la pamoja ya kwamba Kenya ni nchi ambayo haiwezi kupuuzwa kirahisi. Wengine wanaizungumzia kwa sababu ya siasa, wengine kwa sababu ya uchumi, wengine kwa sababu ya wananchi wake, na wengine kwa sababu ya ushawishi wake mitandaoni. Na hii ndio sababu kila mara Kenya inapofanya jambo kubwa, mjadala wake huenda mbali zaidi ya mipaka ya Kenya yenyewe. Lakini nataka kusikia kutoka kwako, baada ya kusikia maoni haya yote kutoka kwa wageni mbalimbali, unadhani ni jambo gani linafanya Kenya kuendelea kujadiliwa sana Afrika? Je, ni uchumi, teknolojia, siasa, nguvu ya Wakenya mitandaoni, au ni kitu kingine tofauti kabisa? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.